Iringa ilisimama. Ilikuwa ni zaidi ya ujio wa mgeni rasmi. Ilikuwa ni dhoruba ya amani na muamko wa kiimani. Unapojua mji umeingiliwa na mshindo wa haki, huhitaji kuambiwa. Waalaikum salaam. Mitaa yenyewe inashuhudia. Tunasema hii ni Simba na nguruma. Tunajivunia katika kama Waislamu. Tunajivunia sana Sheikh Kishki. Wallahi Mungu amuhifadhi. Ampe umri mrefu sana. Mashehe wengi wanakuja, kuna watu msikiti wanatoka, wanabaki. Maki mimi na uzoefu na hapa. Lakini Sheikh hao watu wamebakia, wamemsema yake ameeleweka na ameongea vizuri kwa kweli, kila la kheri Mungu amzidishie. Tumefurahi kuja kwa Sheikh wetu. Ni masiku marefu tunamuona kwenye mitandao, lakini hatimaye leo tumeona live moja kwa moja katika Masjid Nurain. Nimefurahi. Mungu ambariki namna hiyo. Ametukumbuka na sisi. Hii ni hadithi ya siku 4 za kihistoria za ziara ya kidawa ya dai wa kimataifa Sheikh Nurdin Kishki, ziara iliyotikisa hisia za wakazi na kuacha alama isiyofutika mkoani Iringa. Kipenga cha ziara hiyo kilianza rasmi wakati msafara wa Sheikh Kishki ulipowasili ukiongozwa na escort ya polisi, lakini dai huyo wa kimataifa usiku ule ule wa siku aliyowasili alianza kazi ya dawa, kwani sauti yake ilisikika kupitia mawimbi ya anga ya Radio Qiblatain FM. Siku ya pili ilianza kwa kilele cha kiimani cha wiki. Sheikh Kishki aliongoza na kutoa hotuba ya Ijumaa The Nurain Masjid Abu Badr, ambapo waumini kutoka maeneo mbalimbali ya mkoa wa Iringa walifurika kwenda kumsikiliza. Nimesema sana kule Dar es Salaam na leo nasema nikiwa Iringa. Mambo yamekuwa vice versa. Hivi sasa adui wa Muislam ni Muislam, anayemfanyia majungu Muislam ni Muislam, anayemfanyia fitna Muislam ni Muislam, anayemroga Muislam aumwe afe ateketee ni Muislam, anayemfanyia hasad Muislam ni Muislam, anayempiga vita Muislam ni Muislam. Baada ya swala, kazi ya ujenzi wa jamii iliendelea. Sheikh alikutana na maimamu wa misikiti ya mkoa wa Iringa katika kikao na semina maalum ya kuwajengea uwezo na mikakati ya kidawa. Jioni ya siku hiyo, upendo ulichukua nafasi ya mbele. Msafara wake ulitembelea katika vituo vya kulea watoto yatima vilivyo chini ya taasisi ya The Nurain ya Dar Fatma na Dar Bilal. Huko Sheikh Kishki alikaa na watoto akitoa faraja, misaada na tabasamu lililohakikishia watoto hao kuwa hawapo peke yao. Niwaambie wanawake wote wa Kiislamu waliopo Tanzania na nje ya Tanzania, kuna wamama wako hapa Iringa wameamua kusimamia mayatima na wanawalea, na wamewaambia wanaume kaeni pembeni. Haina maana kwamba ni matajiri, wameamua kujitosa katika hilo. Hao ndio wanawake wa kuungwa mkono. Yeyote anayetaka kusaidia mayatima, mimi nakuomba kwa heshima na taadhima, funga safari, njoo Iringa uwaone wanawake wa Kiislamu wa Iringa wanachokifanya. Umeshindwa basi kuja unakaa mbali, tutawaomba tupe namba zao, tutaweka katika hizi short clip. Moja kwa moja muwatafute. Mimi nimeathirika, kituo ni kikubwa. Siku iliyofuata ziara ya Sheikh ilianza katika kituo cha elimu Markaz Dar al-Ulum kilichopo Ipogolo, ambapo alizungumza na wanafunzi na walimu pamoja na kuangalia mandhari mazima ya kituo hicho. Baadaye siku hiyo alifanya mhadhara Masjid Taibat Kitanzini. Siku hii pia haikupita bila kugusa watoto wenye uhitaji, kwani msafara wake ulitembelea katika kituo cha Darur Rahma na kutoa mkono wa faraja. Alhamdulillah, Allah amenijalia kutembea Tanzania nzima kidawa, kasoro mkoa mmoja tu, mkoa wa Ruvuma. Jambo la kwanza ambalo kwa kweli nalipongeza na kuwaombea kila la kheri walioasisi wakajenga na wanasimamia kituo hichi ambacho kina watu wa aina 5. Darur Rahma kina mayatima, kina watoto ambao wenye mazingira magumu, lakini pia kina watoto wachanga ambao wanapatikana mahospitalini na maeneo mbalimbali wakiwa wametupwa na wazazi wao, lakini kina wazee wakongwe, nimekwenda kuwasalimia kuanzia miaka 60 na kuendelea, lakini pia kuna walemavu. Wallahi alazim, jambo kama hili sijawahi kuliona mkoa wowote isipokuwa katika mkoa huu wa Iringa. Siku ya mwisho iliweka historia mpya mkoani Iringa. Mchana, Sheikh Nurdin Kishki alifanya mhadhara maalum wa wanawake katika Masjid Faraj, msikiti mkubwa na wa kisasa kabisa. Hii ilikuwa ni historia ya kipekee, kwani Sheikh Kishki alikuwa Sheikh wa kwanza kutoka nje ya mkoa wa Iringa
kufanya mhadhara katika msikiti huo tangu uzinduliwe. Mamia ya wanawake walifurika kujaza msikiti huo na matunda ya kidawa yalionekana papo hapo wakati ambapo wanawake walipojitokeza kusilimu. Ambacho kimenifanya nikaslimu, Waislamu wanafundisha mambo mengi sana. Kwenye TV kule nyumbani kuna wakati asubuhi wanasikiliza vipindi vyao, wanafundisha maadili mengi sana. Ni vitu vingi ambavyo vimenifurahisha ambavyo vikanifanya nikahamia kwenye dini hii. Kwanza kabisa nimetoka mbali kwa ajili ya kuja kusikiliza mawaidha haya, nimetokea Makambako mpaka hapa Iringa. Ni kwa nini nimekuja? Nitamani nipate kitu kipya kutoka kwa shehe wetu na nimefurahi sana na mawaidha aliyoyatoa ni kitu ambacho kinazunguka katika jamii tunayoishi. Kwa hiyo kuna vitu vingi nimeenda kujifunza na kuelewa na madhara yake. Sijatoka Kapa au sijapoteza nauli, nimefika, nimepata na nimeshiba elimu waliotupa. Kwa hiyo nimefurahi sana sana sana. Tumefurahika sana, kina mama wote tumefurahi sana. Tunaomba midahalo kama hii iwe inakuja mara kwa mara ili kutuamsha nafsi zetu. Baada ya swala ya Maghrib, Masjid Faraj ilikuwa tena kituo cha mhadhara wa mwisho na wahitimisho wa ziara hii ya siku 4. Ulikuwa ni usiku wa hisia kali, mafundisho mazito na kuagana na wakazi wa Iringa. Siku 4 mkoani Iringa zilipita kama upepo, lakini mbegu zilizopandwa zitadumu kwa miaka mingi. Msafara wa polisi unaweza kuwa uliodondosha king'ora chake na kuondoka, lakini dhoruba ya kheri, elimu na upendo iliyoletwa na dai wa kimataifa Sheikh Nurdin Kishki bado inaendelea kuvuma katika kila kona ya mkoa wa Iringa. Khalid Omar, Kishki TV. Kishki TV, nuru ya dini yako.